kuona Mheshimiwa Stella Ikupa. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na serikali kutoa mwongozo kwamba mtu mwenye ulemavu mmoja mmoja aruhusiwe kukopesheka, lakini hili halitekelezeki kwenye manispaa na halmashauri zetu. Nini kauli ya serikali kwa hili? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa sheria na kanuni za mikopo ya 10%, watu wenye ulemavu wanayo fursa ya kukopa mtu mmoja mmoja, na hilo ndilo huo ndio msimamo wa serikali. Kwa naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge, kama kuna eneo lolote, halmashauri yoyote ambayo mikopo ya 2% kwa watu wenye ulemavu ina mkwamo wowote kwa wanaohitaji na wenye sifa, tupate taarifa hizo tuweze kulifanyia kazi ili kuhakikisha watu wote wenye ulemavu ambao wanahitaji kupata mikopo hiyo wanapata kwa mujibu wa sheria na kanuni zilivyowekwa. Mheshimiwa, tunaendelea. Nimuite sasa Mheshimiwa Agnesta Lambert Kaiza, mbunge wa Segerea, aulize swali lake. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Sasa naomba swali langu namba 91 lipate majibu ya serikali. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Agnesta Lambert Kaiza, mbunge wa jimbo la Segerea kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 2016 serikali ilianza utekelezaji wa elimu msingi bila ada kupitia waraka wa elimu namba 3 wa mwaka 2016. Waraka huu pamoja na mambo mengine unabainisha majukumu ya mzazi, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kuwa mtoto anapata vifaa vya kujifunzia, sare za shule, chakula na huduma za afya. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ajili ya kuboresha ujifunzaji na ufundishaji, ikiwa ni pamoja na ustawi wa wanafunzi, kamati na bodi za shule kupitia vikao vya wazazi zimekuwa zikianzisha michango mbalimbali. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kudhibiti michango holela, serikali imekuwa ikiwaelekeza viongozi wa sekretarieti za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa kuhakikisha kuwa michango ya aina yoyote inaridhiwa kupitia vikao rasmi vya wazazi na kamati au bodi za shule. Aidha, kwa wanafunzi wa bweni, serikali imeweka katika fomu za maelekezo ya kujiunga, joining instructions, mahitaji na michango muhimu ambayo mwanafunzi anatakiwa kwenda nayo shuleni. Serikali imekuwa ikifuatilia kuhakikisha kuwa hakuna michango holela, na kiongozi au mwalimu yeyote anayebainika kuanzisha michango iliyo kinyume na utaratibu, hatua za kinidhamu na za kiutawala zimekuwa zikichukuliwa. Asante. Mheshimiwa Agnesta Kaiza, swali la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikushukuru. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na majibu mazuri sana ya Mheshimiwa Waziri, na nikiri kwamba kupitia kwa Waziri Mkuu, wakati nauliza swali langu la papo kwa papo kuhusiana na swala hili, alitoa majibu mazuri sana na maelekezo yanayotoka kwa serikali akizitaka shule hizo na walimu waweze kusitisha mara moja hiyo michango holela. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, maelekezo haya huko chini hayapo katika uhalisia. Swali langu Mheshimiwa Waziri, je, serikali iko tayari sasa kutoa waraka maalum mwingine wa kuzitaka shule hizi kusitisha mara moja michango hii ambayo kimsingi inawatesa sana watoto? Na Mheshimiwa Mwenyekiti, swali langu la pili. Mheshimiwa Mwenyekiti, tutakubaliana kwamba kimsingi michango hii ambayo inatozwa huko mashuleni ilipaswa kubebwa na ruzuku kwa maana ya capitation grant inayotolewa na serikali kwenda kwenye shule hizi za msingi na sekondari ili kuziwezesha ziweze kujisimamia. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, ruzuku hii ni ndogo sana, imepitishwa miaka mingi sana. Shule ya msingi wanapewa shilingi 10,000 na shule za sekondari shilingi 25,000. Katika hali ya kawaida hakuna namna shule hizi zinaweza zikajiendesha. Swali langu kwa serikali, je, ili kumsaidia mzazi huyu mko tayari sasa kupandisha ile ruzuku kutoka kwenye shilingi 10,000 na kupandisha ruzuku ya sekondari kutoka shilingi 25,000 ili mwisho wa siku Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na maisha kupanda, mambo ya manunuzi yamepanda, generally maisha yamepanda, shilingi 25,000 ni ndogo, shilingi 10,000 ni ndogo. Serikali naomba kusikia tamko kwamba mko tayari kupandisha hizi ruzuku ili ziende kusaidia hizi shule ziweze kujisimamia. Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimshukuru sana Mheshimiwa Agnesta Lambert Kaiza, mbunge wa Segerea. Kwa kweli anawatendea haki wananchi wa jimbo la Segerea, anawasemea kwa dhati kabisa. Na mimi nimhakikishie kwamba serikali hii sikivu itaendelea kushirikiana naye na wananchi wa Segerea
kuhakikisha miradi ya maendeleo na huduma za kijamii zinaendelea kuboreshwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba maelekezo ya viongozi wetu wa kitaifa tunayatekeleza kwa uthabiti wa hali ya juu. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba alishatoa maelekezo hayo, na sisi tayari tumeshatoa maelekezo kwenye mamlaka za serikali za mitaa na tunasimamia utekelezaji wake. Na halmashauri yoyote ambayo itakiuka maelekezo hayo, serikali itachukua hatua za kinidhamu dhidi yake. Kwa hilo ni kuhakikishia kwamba linasimamiwa na serikali kwa ufanisi unaotakiwa. Lakini ni kweli kwamba Mheshimiwa Mwenyekiti, kwamba tunahitaji kuendelea kuboresha huduma za elimu ya msingi, lakini serikali inatoa ruzuku na elimu inatolewa bila ada. Lakini kuna component ya cost sharing kwa wazazi angalau kuchangia kwa makubaliano rasmi na kwa michango ambayo imekubalika kwenye kamati, bodi za shule, vikao rasmi vya wazazi na Mheshimiwa mkuu wa wilaya husika kujiridhisha kwamba mchango huu si holela na ni mchango ambao unaboresha. Kwa hiyo tutaendelea kuwashauri wananchi wetu kuwa na wajibu wa angalau kushiriki katika kutoa elimu wakati serikali inatoa ruzuku kwa kiasi kikubwa na elimu bila ada. Kwa hiyo Mheshimiwa mbunge ni kuhakikishia, lakini niseme msimamo wa serikali mpaka sasa, michango hii yote haitakiwi kuathiri utaratibu wowote ambao umetolewa, kwa mfano kwenye joint instruction kwa wanafunzi wa bweni. Lakini pili, hakuna mwanafunzi yeyote ambaye anatakiwa kukosa masomo au kuzuiliwa kwenda shule hata kama mzazi wake hajafanikiwa kuchangia mchango uliokubalika rasmi na wazazi, kamati au bodi. Kwa hiyo pamoja na makubaliano, hakuna mwanafunzi ambaye anatakiwa kukosa fursa ya kusoma. Wanafunzi wote waende wakasome bila kujali amechangia hajachangia, kwa sababu elimu ni kipaumbele nambari 1. Nimekuona Mheshimiwa Nape Mnauye. Pamoja na maelezo ya Mheshimiwa Naibu Waziri, Mheshimiwa Mwenyekiti, wabunge hapa watakuwa mashahidi kwamba jambo hili la wazazi kuchangia huko chini linaendelea kila mahali, kila siku bila kukoma. Na nadhani tatizo lililopo hapa ni utaratibu tuliouweka wa hizo kamati na bodi huko, ndizo ambazo pamoja na majibu hapa Waziri Mkuu ameelekeza, serikali inaelekeza, hii michango inaendelea kule na madhara yake ni makubwa sana. Wabunge sisi ni mashahidi tunaosumbuliwa na jambo hili. Je, serikali iko tayari kubadilisha utaratibu wa haya mabodi na nini kupitisha hii michango ili tulifute hili jambo? Kama hii fedha inakuwa inapitishwa hapa inapelekwa kule na bado hii michango ipo kule na watoto wanazuiliwa wakati mwingine kwenda kufanya mitihani na kwenda madarasani. Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, namshukuru sana kakaangu Mheshimiwa Nape Moses Nnauye kwa swali hili muhimu, lakini narejea kusisitiza kwamba serikali inaendelea kutoa ruzuku na elimu bila ada, lakini tunataka kujenga pia angalau utamaduni wa wazazi kuwa sehemu ya kuchangia elimu za watoto wetu. Tukiwa exclude wazazi kwa 100% wasishiriki kabisa katika elimu za watoto wao, tunaweza tukajenga utamaduni ambao mwisho wa siku utakuwa na changamoto. Lakini jambo la msingi ni kwamba lazima michango yote iwe na sababu za msingi, lakini iwe rasmi kupitia kamati, bodi na mkuu wa wilaya jiridhishe. Lakini michango ile ya shule za bweni ni lazima ofisi ya Waziri Mkuu ijiridhishe. Lakini kwa ujumla tunachukua wazo la Mheshimiwa mbunge Moses Nape Nnauye, tutaendelea kulifanyia tafakuri na kuona namna ya kuboresha ili tuhakikishe tunaondoa kero hizo, lakini pia tunaboresha elimu katika ngazi ya msingi kote nchini. Mheshimiwa Mwita Waitara, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna baadhi ya maeneo wale watoto ambao wazazi wao au walezi wakufanikiwa kuchanga chakula, wakati wenzao wanakula wanafungiwa kwenye chumba fulani, wenzao wakimaliza kula wanawafungulia wanaenda kuwafundisha, jambo ambalo kisaikolojia mtoto huyu hawezi kuelewa kabisa kwa namna. Je, nini kauli ya serikali katika maeneo ambayo kuna vitendo hivi vya udhalilishaji kufanyika dhidi ya wanafunzi hao? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza jambo hilo nimelipata hapa kwa Mheshimiwa Waitara na naomba nilipokee. Tutafuatilia kuona shule zipi ambazo zinafanya utaratibu huo, kwa sababu utaratibu huo haukubaliki na wala si wa kiungwana, na nafikiri unakwenda hata kinyume na haki za mtoto.
Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, nakuhakikishia Mheshimiwa Bunge tunalipokea, lakini nitoe maelekezo kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, kwamba wakuu wa shule, wakurugenzi na viongozi wote kwenye mamlaka za mitaa na mikoa yetu wahakikisha wanafuatilia kwa karibu swala la chakula cha wanafunzi mashuleni ili waweze kuwa na afya njema na wajifunze vizuri, na utaratibu wa wazazi, kama wazazi wanachangia katika maeneo hayo, uwekwe vizuri kwa kila mzazi kushiriki kwa namna inavyowezekana ili mtoto apate haki sawa na watoto wote wapate chakula shule na waweze kupata masomo kwa usawa unaotakiwa. Mheshimiwa Morris Makoi, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kuniona. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa naomba kama waziri wa TAMISEMI anaweza akatusaidia kuhakikisha kwamba shule zetu za msingi na sekondari zinatumia mashamba walionayo kulima chakula kwa ajili ya kuwapunguzia wazazi hizi gharama za kuchangia, hasa kwa kuzingatia umaskini ambao uko vijijini. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, katika halmashauri zetu kama wakurugenzi wakielekezwa, wanaweza wakatenga fedha wakasaidia wale walimu kununua mbegu na pembejeo nyingine, na wanafunzi wakashirikishwa wakalima, na mwishoni wakavuna chakula cha kutosha, na pengine hili jambo la kila mara serikali inatoa mwongozo wa uzingativu lingeweza likamalizika. Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Naibu Waziri, ushauri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimepokea ushauri wa Mheshimiwa mbunge wa Moshi Vijijini, ni ushauri mzuri, lakini tu nimhakikishie kwamba serikali kupitia mapitio ya sera ya elimu 2014 toleo la 2023 limeweka utaratibu mzuri sana wa kuboresha mfumo wetu wa elimu. Tutakuwa na elimu ya kujitegemea iliyoboreshwa zaidi ambayo itahusisha maeneo ya ujasiriamali, uzalishaji, kilimo, ufugaji, lakini tutakuwa tuna maeneo ya elimu ya amali ya kihandisi na sio ya kihandisi. Kwa hiyo nikuhakikishie Mheshimiwa mbunge, tunapoelekea kutekeleza sera mpya ya elimu, mambo haya yote tutachukua kwa maeneo ambayo wanaweza kufanya shughuli za uzalishaji, watafanya shughuli hizo kujenga uwezo wa watoto, lakini pia kuwezesha kupunguza gharama za michango. Mheshimiwa Zakaria Paulo, swali la nyongeza. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kimsingi masuala haya ya kuchangisha wazazi kupitia shule zetu nchini hayawezi kuepukika kwa baadhi ya maeneo. Mfano, walimu wanaojitolea sasa hivi katika shule zetu nchini ni wengi sana ambao hawajaingia kwenye mfumo wa ajira, na michango yao ile inachangwa na wazazi. Serikali haioni kuwa ni wakati mwafaka wa kufanya mapitio upya ya maeneo ambayo yangeruhusiwa kwa mfumo usio rasmi kuchangia ama kwa namna nyingine yoyote ili kuleta uwiano wa kutoa huduma hii ya nafasi ya kufundisha kwa wanafunzi wetu nchini? Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali ilikwisha pitia na itaendelea kupitia kwa kadri itakavyohitajika na kutoa miongozo na maelekezo ya maeneo ambayo kamati, bodi na vikao na mikutano rasmi ya wazazi inaweza ikafikiria kuchangisha ikiwa kutakuwa kuna ulazima. Hatujaacha dirisha wazi kwamba kila mchango uchangishwe, na ndio maana tumeweka utaratibu na Mheshimiwa mkuu wa wilaya na serikali yake wanajiridhisha kwamba mchango huu ni sehemu ya michango ambayo inaweza ikawa na tija zaidi. Kuna Mheshimiwa Isai, tutaendelea kuboresha, na ikiwa kuna maeneo kuna michango holela na isiyokubalika, tutachukua hatua ili kudhibiti michango holela katika maeneo hayo. Nilikuona Mheshimiwa Subila Mgalu. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi. Kwa kuwa makundi ambayo yanatajwa yanapaswa kujiridhisha kwa ile michango muhimu mahususi, kiwemo wakuu wa wilaya, wazazi, lakini kundi la wabunge halijatajwa, ambao ndio wanapelekewa malalamiko hayo na ambao ndio kwenye mikutano ya hadhara wananchi wengi wanajitokeza kulalamika michango holela katika shule mbalimbali za msingi na sekondari. Je, serikali ipo tayari kuwahusisha nao wabunge katika swala zima la kuhakikisha kwa sehemu ya kuona michango hiyo na kujiridhisha kwamba ya msingi kwa wakati mahususi? Asante sana Mheshimiwa. Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa kifupi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kupitia kamati za kudumu za mabaraza madiwani, iko kamati ya elimu, afya na maji ambayo waheshimiwa wabunge wanaweza wakashiriki kupitia eneo hilo kwa kofia ya kuwa baraza la madiwani,
lakini katika mabaraza ya madiwani wanaweza wakashiriki kupitia michango hiyo, lakini kwa nafasi zao wenyewe kama mbunge mwenyewe anayo haki ya kupitia michango, na akiona michango hiyo inaleta kero katika eneo hilo anaweza akashauriana na mamlaka husika, lakini pia akafikisha ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI. Kwa wazo la Mheshimiwa mbunge ni wazo sahihi na mfumo huo upo. Waheshimiwa wabunge, ni waombe kama kuna maeneo katika majimbo yetu tunaona kuna michango ambayo ni kero na michango ya holela, tunaomba kupata taarifa ili tuweze kuchukua hatua kwa utaratibu ambao serikali imeuweka. Nikuona Mheshimiwa Simon Lusengekile. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi nami niweze swali la nyongeza. Kwa kuwa sera inasema ni elimu bila malipo wala sio cost sharing. Ni elimu bila malipo wala sio cost sharing. Na kwa kuwa wananchi wamekuwa wakichangishwa fedha nyingi hasa kwenye swala la vyakula mpaka shilingi 500, 400. Je, serikali sasa iko tayari kuongeza budget ili twende kwenye sera ya elimu bila malipo? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Simon Songe, naomba nimpe tu nimweke taarifa sawa kwamba sio elimu bila malipo. Hakuna utaratibu wa elimu bila malipo, na mwongozo ule wa mwaka 2016 ni elimu bila ada. Kwa mambo mawili ni mambo mawili tofauti, na serikali inatoa ruzuku na wanafunzi wote kuanzia chekechea mpaka kidato cha 6 wanasoma bila kulipa ada. Lakini ziko gharama ndogo ndogo ambazo kamati, wazazi na bodi wakiona inafaa kama wajibu wao kama wazazi wanatumia fursa hiyo kuboresha elimu, na tutaendelea kusimamia kuepuka kutoa tozo ambazo michango ambayo ni holela. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, mwakishetu Mheshimiwa Mbunge, serikali imeendelea kuboresha ruzuku, kuboresha elimu katika maeneo hayo. Mheshimiwa Sasa ni simple tu, waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirts na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion.